Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo ni Monday ya kwanza ya mwaka wa 2026, na nimeamini ya kwamba Mungu atazidi kuwa pamoja na sisi katika jina la Yesu. Kwa majina naitwa Bishop Ivan Njoroge wa Faith Manifestation Church, na ninamshukuru Mungu kwa sababu yule Mungu mwaminifu amenipa nafasi hii ili kwamba asubuhi ya leo ni kuongeleshe neno tunapoanza Monday ya kwanza ya mwaka wa 2026 na pia mwanzo wa wiki hii. Na ninaamini ya kwamba Mungu atakuwa pamoja nasi, na tena tuko katika mwanzo wa mwaka huu, na nimeamini Mungu atazidi kuwa pamoja nasi na atatusaidia asubuhi ya leo. Jambo la kwanza, tena nimeokoka na mshukuru huyu Mungu. Watu wote wa online na msalimia asubuhi ya leo, nikiamini ya kwamba tuko pamoja, na ninaamini Mungu atazidi kubariki na kumuinua katika jina safi la Yesu Kristo. Tunapoanza wiki hii, na hii ni siku ya 5 ya mwaka huu. Hii ni siku ya 5 ya mwaka huu, na Biblia inasema katika Mwanzo, kabla Mungu hajaumba mbingu na nchi, alijua siku ya leo tutasimama ikiwa ni siku ya 5 ya mwaka huu wa 2026, na ninaamini Mungu atatubariki na atatuinua katika jina safi la Yesu. Ni siku ya 5, na ninaamini siku hii ya 5 Mungu atafanya vyema katika jina la Yesu. Na asubuhi ya leo nitaongea kuhusu nguvu ya Roho Mtakatifu atembee nasi, the power of Holy Spirit in the name of Jesus, and we believe the work of God and the power of Holy Spirit will do with us in this morning. Na ninaamini Mungu atubariki katika jina la Yesu. Leo asubuhi ya leo nataka niongee kuhusu kusaidiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Mwaka huu tusaidiwe na nguvu ya Roho Mtakatifu. Naamini tuko leo na mtumishi wa Mungu Dr. Molini atatusomea kitabu cha Bwana katika John 14 verse 16. John 14 verse 16. Na ninaamini Mungu atatubariki anapotusomea John 14 verse 16, na Mungu wetu atatusaidia katika jina la Yesu. Wacheni tusome hiyo neno John 14 verse 16 na tutabarikiwa. John 14 verse 16. John 14 verse 16. That's what the word of the Lord says. And I will ask the Father to give you another advocate to help you and be with you forever. Amen. Biblia imetueleza ya kwamba nitamuomba Baba atupatie msaidizi mwingine. Asubuhi ya leo tunapoamini nguvu ya Roho Mtakatifu, na ninasema kwamba nitamuomba Baba, naye atakuwa msaidizi mwingine, atakaa ndani yetu. Na ninasema kwamba huyu atakaa ndani yetu mwaka wa 2026. Yesu Kristo atamuomba Baba na tutapewa msaidizi na atakaa ndani yetu. Asubuhi ya leo tunaposikiza hii neno ya kwamba tunaitiwa usaidizi ambaye utakaa ndani yetu mwaka huu, nguvu ya kukaa ndani yetu itakuwa pamoja na sisi. Na ndiposa tumesomewa katika ile mstari nasema kwamba nani nitamuomba Baba, naye atampa msaidizi mwingine ili akae nani hata milele. Glory be to Jesus. Huyu msaidizi atakaa na
sisi, atakaa ndani yangu, atakaa ndani yako katika jina la Yesu. Na asubuhi ya leo, ikiwa ni siku ya 5 ya mwaka huu wa 2026, Biblia inaniambia kwamba mimi sitakaa peke yangu, nimeombewa msaidizi akae pamoja nami, na si mwingine ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Na asubuhi ya leo, nguvu za Roho Mtakatifu itatembea pamoja na wewe. Nguvu za Roho Mtakatifu itatembea na wewe mwaka huu katika jina la Yesu. Nguvu za Roho Mtakatifu itatembea pamoja na wewe na itakaa na wewe milele. Mstari huo 16b inasema ili akae nani hata milele. Kwa hivyo msaidizi huyu atakaa pamoja na mimi, ikiwa ni siku ya 5 ya mwaka huu, siku ya 5 ya mwaka huu. Ninaamini kuna kitu itafanyika kwangu, itafanyika kwako katika jina la Yesu. Na ninaamini ya kwamba kumbe Yesu amekaa pamoja na sisi, anatusaidia, anatutumia msaidizi. Na leo katika jina la Yesu, ikiwa ni siku ya 5 ya mwaka huu, nimeona vyema nikupatie neno, kwa maana Biblia inasema kwamba John 14 verse 16, naye nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Kumbe kuna msaidizi ambaye atatusaidia, na si mwingine ni Roho Mtakatifu. Na ninaamini ya kwamba msaidizi huyu Roho Mtakatifu atakaa pamoja na mimi, atakaa pamoja na wewe katika jina la Yesu. Na asubuhi hii njema na asubuhi ya ajabu, ninaamini leo kuna msaidizi atakaa pamoja na wewe, kuna msaidizi atakufunza. Tukisoma hapo John, tutasomewa tena John, tutasomewa pale tena John, hapo John 14 verse 26 inaongea kuhusu na atatufunza. Tukisomewa pale 26 inasema John 14 verse 26 says, but the Advocate, the Holy Spirit, the Father, will send in my name, will teach all things and will remind you of everything I have said to you. Amen. Daktari rudia tena hapo verse 26 says, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I've said to you. Amen. Tumesomewa 26, lakini huyu msaidizi, huyu Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atamfundisha yote na atakufundisha yote na kukukumbusha. Leo atatufundisha yote, leo atatukumbusha. Glory be to Jesus. Huyu Roho msaidizi atatukumbusha, huyu Roho msaidizi atatufundisha yote. Asubuhi ya leo mwaka wa 2026, lakini huyu msaidizi, huyu Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa ajili yangu, atatufundisha, atatukumbusha mambo mawili hapa. Atatufundisha yote, atatukumbusha yote niliyomwambia. Huyo Roho Mtakatifu asubuhi ya leo atatukumbusha, huyo Roho Mtakatifu atatufundisha asubuhi hii ya leo, ikiwa ni siku ya 5 ya mwaka wa 2026. Roho Mtakatifu
mtakatifu ambaye ni advocate, ambaye anatutetea. Huyu advocate, kwa hivyo huyu anatuwakilisha, huyu atatusaidia na atakaa ndani yetu. Huyo Roho atakaa ndani yetu, huyo Roho atatusaidia, huyo Roho atasimama na sisi, na huyo Roho asubuhi ya leo atatufundisha. Asubuhi ya leo atufundishe, asubuhi ya leo atukumbushe yote. Ndio asubuhi ya leo tarehe 5 na siku ya 5 ya mwaka wa 2026, Roho atakuwa akinikumbusha, Roho atakuwa akinifundisha na kuombea asubuhi ya leo ufundishwe na ufunzwe vizuri na ukumbushwe yote ambaye unafaa utekeleze. Mwaka huu wa 2026 utafundishwa, utakumbushwa yote katika jina la Yesu. Atakufundisha yote na atakukumbusha yote tuliofunzwa na Yesu Kristo. Leo kuna neno asubuhi ya leo, neno katika maisha yako. Utafundishwa, utakumbushwa katika jina la Yesu. Kuna kufundishwa na kuna kukumbushwa. Roho Mtakatifu asubuhi ya leo atufunze, atufundishe na atukumbushe katika jina la Yesu. Wakati mmoja Caleb alikumbuka neno Mungu aliongea akiwa na miaka 40, na Biblia inasema kwamba alikuwa sasa wa miaka 85, na alikumbushwa ni Roho Mtakatifu. Leo katika jina la Yesu ninaamini tutakumbushwa neno ambalo linafaa liwe letu. Tutakumbushwa neno ambalo linafaa litusaidie, neno ambalo Mungu aliongea juu yetu, ahadi yoyote Mungu alituahidia katika maisha yetu. Ninaamini asubuhi ya leo tunapo endelea na mwaka wa 2026, Roho Mtakatifu atakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu atazidi kuwa pamoja nasi katika jina safi la Yesu. Na ninaamini kuna mambo itawezekana katika maisha yako. Biblia katika kitabu cha Isaia 61 inasema, na Roho wa Mungu yuko juu yako. Leo katika jina la Yesu, Roho wa Mungu akiwa juu yako katika jina safi la Yesu. Roho wa Mungu akiwa juu yako asubuhi ya leo na mwaka wa 2026, Roho wa Mungu akiwa juu yako mwaka huu, kuna mambo itabadilika katika jina la Yesu. Isaia 61 verse 1 inasema, Isaia 61 verse 1 and 2 inasema, tusomewe na Dr. Molini. Because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners. Amen. Biblia inasema mwaka huu wa 2026 ninakuombea asubuhi ya leo, ili Roho Mtakatifu wa Mungu awe juu yako, asaidiane na wewe mwaka huu. Isaia 61 verse 1 nasema, Roho ya Bwana Mungu ii juu yako, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubirie wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili nikagange waliovunjika moyo. Amenituma leo katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo nimeamini asubuhi ya leo ya kwamba Roho wa Mungu akiwa juu yako, ninaamini kuna mambo itachange asubuhi
asubuhi hii njema, na ninaamini kuanzia sasa katika jina la Yesu, Roho amenituma aliatimbo kutufike mchida. Hallelujah. Amen. In Jesus name. Amen. Leo ni siku ya 5. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ya 5 katika Biblia kuna kitu inafanyika. Siku ya 5 kuna kitu inafanyika, na ninaamini hiyo itafanyika kwangu na kwako katika jina la Yesu. Glory be to Jesus. Siku ya 5 kuna jambo inafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Are you together? Na ninaamini leo katika jina la Yesu kuna jambo litawezekana katika maisha yetu. Glory be to Jesus. Siku ya 5 kuna kitu ilifanyika katika Mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaamini leo, asubuhi ya leo, siku hii ya 5 ya mwaka huu, katika jina la Yesu, ninaamini kuna kitu itafanyika katika jina la Yesu Kristo. Glory be to Jesus. Hallelujah. Tukisoma Mwanzo, the book of Genesis 1 inasema, Genesis 1 verse 1 inasema, tukisomewa na Dr. Molini, says, the beginning God created the heavens and the earth. Verse 2, now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. The Spirit of God was hovering over the waters. Verse 3, and God said, let there be light. There was light. Verse 4, God saw that the light was good, and separated the light from the darkness. God called the light day, and darkness he called night. And there was evening, and there was morning the first day. And God said, let there be a vault between the waters, to separate water from water. So God made a vault, and separated the water under the vault from the water above it. And it was so. God called the vault sky, and there was evening, and there was morning the second day. And God said, let the waters under the sky be gathered to one place, and let dry ground appear. And it was so. God called the dry ground land, and the gathered waters he called seas. And God saw that it was good. Then God said, let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it, according to their various kinds. And it was so. The land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kind. And God saw that it was good. And there was evening, and there was morning the third day. And God said, the third day. Now, and God said, let there be lights in the vaults of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs. So mark sacred times, and days and years, and let them be lights in the vaults of the sky to keep light on the earth. And it was so. God made 2 lights, the greater light to govern the day, and the lesser light to govern the night. He also made the stars. God set them in the vault of the sky to give light on the earth, to govern the day and the night, to separate light from darkness. And God saw that it was good. And there was evening, and there was morning the 4th day. The 4th day. And God said, let the waters teem with living creatures, and let birds fly above the earth, across the vault of the sky. So God created the great creatures of the sea, and everything with which the water teems, and that moves about in it, according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. God blessed them and said, be beautiful and increase in number, and fill the water in the seas, and let the birds increase on the earth. And there was evening, and there was morning the 5th day. And the
5th day. Si ndio hiyo sasa? Leo katika jina la Yesu, siku ya 5 kuna vitu Mungu atakuumbia wewe ili ya kwamba iwe nzuri kwako, na nimeamini kuanzia sasa katika jina la Yesu kuna kitu kitafanyika kwako katika jina la Yesu Kristo. Hii ni siku ya 5 ya mwaka huu na ni siku ya kwanza, ni mambo ya kwanza ya mwaka huu, na ninaamini ya kwamba Roho Mtakatifu atanikumbusha yale yote ninavaa niwe nayo, kwa maana Mungu anatusaidia. Na asubuhi ya leo katika jina la Yesu tuko na siku tena 7 zilizo mbele yetu. Ni mwanzo wa wiki hii, tena ni mwanzo wa mambo ya leo, na ninaamini ya kwamba ya mwaka huu, mambo ya kwanza ya mwaka huu, tena tuko mwanzo wa mwaka huu, tena tuko mwanzo wa wiki hii. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba na hapo mwanzo. Kwa hiyo ninaomba Mungu atupatie mwanzo, na ninaomba Mungu nguvu za Roho Mtakatifu zitembee pamoja nasi katika jina la Yesu. Mwaka huu aupe nyota maishani mwako, mwaka huu aupe nuru, mwaka huu atekeleze vitu vyako vyote mwaka huu katika jina safi la Yesu. Hebu tusimame mbele za Bwana, tumwambie Mungu asante, na omba Roho wako awe pamoja na mimi katika jina la Yesu. Naomba Roho Mtakatifu awe pamoja nami katika jina la Yesu. Ninakusihi leo, ninakuomba leo katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu wa Mungu awe pamoja nami. Leo ni mwanzo wa mambo, ili mambo ya kwanza ya mwaka huu, na ninakusihi mambo ya mwaka huu ya kwanza, naomba unipatie ushindi katika mambo zote, lakini naomba Roho wako awe pamoja nami. Biblia inasema kwamba nitamuomba Baba akupatie msaidizi. Naomba sasa Yesu Kristo, unajua niko dunia hii, unaifahamu dunia hii vile ilivyo, na Mungu wa majeshi wa baraka, ninakusihi asubuhi ya leo katika jina la Yesu, ukubali tu utembee nami, ukubali tu unipatie msaidizi, ukubali tu unipatie msaidizi, Roho wako ukubali tu unipe msaidizi. Na neno la Mungu limesema kwamba atakuwa pamoja na mimi, na leo katika jina la Yesu namsihi awe pamoja na mimi katika jina la Yesu. Ninamsihi leo asubuhi ya leo katika jina la Yesu, ninamsihi huyo Roho Mtakatifu awe pamoja na mimi leo katika jina la Yesu Kristo. Awe tu pamoja na mimi katika jina la Yesu, awe pamoja na mimi sasa katika jina la Yesu, awe pamoja na mimi, awe pamoja na mimi leo katika jina la Yesu. Oh my Father, my Father, my Father, my Father, my Father, my God, in the name of Jesus. Namsihi sasa, nakusihi Yesu Kristo, wewe kupedia uye na uwezo wa kumwachilia kwangu. Naomba asubuhi ya leo muachilie kwangu sasa, nakusihi umwachilie katika jina la Yesu. Nakusihi sasa muachilie kwangu sasa katika jina la Yesu. Muachilie kwangu sasa katika jina la Yesu. Muachilie kwangu sasa. Nakusihi sasa muachilie kwangu. Asaidiane na mimi mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Nakusihi sasa muachilie, saidiane na mimi leo katika jina la Yesu Kristo. Muachilie asaidiane na mimi katika jina la Yesu Kristo. Ninakuomba leo
jina la Yesu. I pray now. Be within me, start within me in the name of Jesus. Give me the beginning, oh God. Nipe mwanzo sasa wa mali zote. Nipe mwanzo wa mali zote za mwaka wa 2026 katika jina la Yesu. Naomba mwanzo kutoka kwako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Niko na siku kadhaa, niko na mwezi wa kwanza huu ambaye nimeanza, niko na mwezi wa pili, niko na mwezi wa tatu, niko na mwezi wa nne, niko na mwezi wa tano, niko na mwezi wa sita, niko na mwezi wa saba, niko na mwezi wa nane, niko na mwezi wa tisa, niko na mwezi wa 10, niko na mwezi wa 11, niko na mwezi wa Disemba. Jesus of Nazareth, be with me, be with us now in the mighty name of Jesus. I have Mondays, I have Tuesdays, I have Wednesdays, I have Thursdays, I have Fridays, I have Saturdays, I have Sundays. I pray, oh Jesus, be with me, oh God, be with us, oh God, day and night, Jehovah. I request, oh Jesus, give me a helper in the name of Jesus. I cannot alone. I need Holy Spirit. Let Holy Spirit, you give us Holy Spirit. I pray this morning to release the power of Holy Spirit, to release your spirit, to walk and to stand with me and to do things with me in the name of Jesus. Anaombea zaidi mtumishi wako mahali hapo hawezi peke yake, anahitaji roho wako, anahitaji roho wako, anahitaji roho wako. Huyu mama anahitaji roho wako, huyu mzee anahitaji roho wako, huyu mtumishi anahitaji roho wako, huyu msichana na kijana anahitaji roho wako. Asubuhi ya leo na kuomba roho wako pamoja nasi, roho wako pamoja nasi. Ikiwa ni siku ya tano, hii ni siku ya tano, hii ni siku ya tano, hii ni siku ya tano. Yesu, naomba ikiwa ni siku ya tano, kumbe kila siku unaomba kitu. Hii ni siku ya tano, nimpie kitu sasa, nimpie kitu sasa katika jina la Yesu. Nimpie kitu sasa, nimpie sasa Jehova, ikiwa ni siku ya tano ya mwaka huu, na kusihi roho wako awe pamoja na mimi katika jina la Yesu. Father, I need the spirit of you. I request the spirit of you, Jesus, to work and to do things with me in Jesus' name. Na ninaomba roho wako anifundishe mwaka huu, anikumbushe mwaka huu, ili Baba wa majeshi wa baraka niweze kumaintain your integrity, niweze kumsaidia kusimama vile unataka nisimame mwaka huu. Na nimeombea yoyote ambaye ananisikiza asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Naombea aliye online ili apate msaidizi. Uwezi peke yako, na kuombea roho wa Mungu awe pamoja na wewe sasa. Naomba roho wa Bwana awe pamoja na wewe ili uweze mambo yote unahitaji. Uko na kalia, inahitaji Roho Mtakatifu. Uko na kole, inahitaji Roho Mtakatifu. Uko na drinks, unahitaji Roho Mtakatifu. Watoto wako pia wanahitaji Roho Mtakatifu. Wakati wamerudi shule leo, wanahitaji Roho Mtakatifu. Biashara zako, kalia yako, mwaka huu, you need the power of Holy Spirit. I pray Jesus to give you the Spirit of God to work with you this Monday in the name of Jesus. Na achilia Roho Mtakatifu sasa. Roho Mtakatifu wa Mungu awe pamoja na wewe. Na asubuhi ya leo, the power of Holy Spirit walk with you now, walk with us now in the name of
Jesus, I request the power of Holy Spirit to work and to do miracles with us. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Now this morning, we believe the power of Holy Spirit to work with us. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Asubuhi njema na ya ajabu sasa, naomba Roho wa Bwana awe pamoja nasi. Mwaka huu asaidie washirika wote wa Faith Manifestation Church, asaidie mwili wa Yesu sasa katika jina la Yesu. Karia yako inahitaji Roho Mtakatifu. Calling yako inahitaji Roho Mtakatifu. Kazi yako inahitaji Roho Mtakatifu. Akufundishe na akukumbushe chochote inahitajika kwako. Na leo katika jina la Yesu, pokea hiyo katika jina la Yesu. Pokea Holy Spirit in the name of Jesus. Let the Holy Spirit work with you. Let the Holy Spirit do things with you. Na utaweza yote. Roho Mtakatifu wa Mungu wacha awe pamoja na sisi, akiwa Mungu na akiwa uweza. Na mwaka huu yale mambo hautaweza, utaweza. Tabia za kale inasema sio kwa uwezo wangu, sio kwa nguvu yangu, lakini kwa Roho Mtakatifu. Yale hatutaweza mwaka wa 2025, mwaka wa 2026 leo tutayaweza katika jina la Yesu. By the power of Holy Spirit, by the power of Holy Spirit, I pray this morning to be connected with the Spirit of God this morning. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray this morning to be connected with the power of Holy Spirit this morning, and we receive the Spirit of God to work with us this morning. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I receive now in the name of Jesus. Na wapewa mama wote, hata wa kanisa hili, wazee wote wa kanisa hili, wapate Roho Mtakatifu awasaidie na awafunze, kwa maana Baba unaweza. Na asubuhi ya leo katika jina la Yesu, mpaka watu wote ambaye wako mahali wako, na muombea the power of Holy Spirit. Na kuanzia sasa, ikiwa ni siku ya 5 ya mwaka huu, nguvu za Mungu za Roho Mtakatifu itembee na mimi na wewe katika jina la Yesu. Itembee na mimi na wewe, ili uweze yale ambayo ulishindwa mwaka wa 2025, sasa mwaka wa 2026 tukaweza yote. Na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na tumeamini. Tuseme amen and amen and amen. Kwa wote tulio hapa, naamini ya kwamba wewe wote tutatembea na Roho Mtakatifu. Walio online tutatembea na Roho Mtakatifu na mwaka huu. Yale haujaweza mwaka 2025, mwaka huu utaweza katika jina la Yesu. Na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen and amen and amen. If you have your offering katika online, utatoa katika hiyo namba na Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Simama na mwito huu na Mungu atakubariki, tuweze kuendesha injili katika dunia hii na mahali wewe uko, ili tuweze kukufikia katika jina safi la Yesu Kristo. God bless you, God bless you and do you good. Amen and amen. Amen. Glory be to God. Sasa hayo mengi na machache, Mungu atubariki na tende vyema. If you have an offering, you can offer.